kwa ufupi kuhusu rafiki. Maana mimi najua mengi tumeyasikia. Hata kuna siku nilimnukuu mtumishi mmoja aliposimama akasema kuhubiria wateule hao ni ngumu, maana kila andiko analijua. Sasa mimi nitawaambia yale mafupi ambayo Bwana atakokuwa amebariki nayo. Kitu cha kwanza, kitu ningependa kuingilia ni uhusiano sisi kwa sisi kabla sijatoka hii. Ndio. Maana kitu nimeenda nikagundua miongoni mwa wake zetu, hata sisi wanaume, kuna kitu kimoja kimenuka sana, unasikia kukwazana. Tumsifu Yesu. Amina. Na mtu ni kivipi anakuja kukukwaza hata unaona umekwazika? Hilo ndio swali la kwanza. Ni vipi mtu akukwaze mpaka uone umekwazika ndani ya moyo wako? Tumsifu Yesu. Amina. Unajua, wakati mimi nilipokuwa nikikaa jikoni, kuna vitu nilikuwa nimevizoea kama mtu kunitukana. Yaani kutukana ilikuwa kama mazoea, kwa sababu hiyo huko ni kama salamu. Lakini nilipoingia katika huu teule, nilijua ni wokovu na uokovu. Tumsifu Yesu. Amina. Sasa katika ile hali ya uhusiano, unapokaa kama sisi ni ndugu hapa, wengine pengine tutasema tumesomana, wengine hatujasomana kiasi cha haja, na wengine pengine hapa tunaishi kwa amani, lakini huko kuna shida miongoni, pengine ndugu na ndugu wamekosana, pengine chanzo ni wake zetu. Tumsifu Yesu. Pengine kukuta ni wewe na majirani zako hamsikilizani. Pengine ni injili mara kwanza ilipokuingilia uliwachapa kwa mapanga. Tumsifu Yesu. Maana pengine uliwachapa mapanga, majirani wakaanza ukikuona wanaingia ndani, ukikuona umekaa kibarazani wanaingia ndani. Ni lile neno lilivyokuwa na ukali. Lakini leo nitaenda kuongea kuhusu kuweka uhusiano mzuri ama urafiki mzuri baina ya sisi wateule ama sisi na majirani zetu. Tumsifu Yesu. Kitu ya kwanza nitaanza na kitu kinachoitwa nini? Mazoea. Tumsifu Yesu. Amina. Mazoea na upendo. Maana upendo, unapompenda mtu na kumzoea katika ile upendo, siku ile atakapokuja kukukwaza, tumsifu Yesu, amina, utamkasirikia. Na hiyo inaweza ikasababisha hata wewe pengine kutoka mahali hapa. Sijakwambia tusipendane, lakini katika kila jambo tutakalolifanya sisi kama wateule, itabidi upendo wetu tufanye nini? Tuthibitishe, ukapate kuwa na misingi na mipaka. Tumsifu Yesu. Amina. Maana sisi tumeokoka, tunaenenda katika njia za Yesu, lakini mara nyingi tutakuja tusikie mtumishi anasimama hapa mbele anakemea kwa sababu ya mahusiano, pengine baina na mama umekwazana, ama sisi kwa sisi urafiki umepishana. Tumsifu Yesu. Na hii yote inaletwa na nini? Ni kwa sababu sisi tumekaa kama ndugu, alafu pengine mimi nitoe neno ambalo litamkwaza mtunga. Sasa mtunga lile neno, kwa kuwa mtunga aliniamini akaona mimi ni rafiki mzuri, tumsifu Yesu. Amina. Basi lile neno linalotoa na kumkwaza, basi linamkwaza kiasi ya kwamba linamfukuza mahali hapa. Sasa ni kwa nini nayaongea haya? Ni kwa sababu nayaongea haya kusudi tukapate kuwa na urafiki wenye kiasi. Tumsifu Yesu. Amina. Ninaposema kuwa na urafiki wenye kiasi, ni ya kwamba mimi na mtunga tukiwa ni marafiki, basi ni mpaka mtunga nisome mimi ni mtu wa aina gani. Mimi ni mtu wa matani, mimi ni mtu wa mzaa, mimi ni mtu ambaye natamka maneno kishagalobanga, maneno yasiyokuwa na mpangilio. Sasa mtunga atakapokuwa amenisoma katika hali ile, basi mtunga atakuwa na nafasi nzuri ya kukeep distance na mimi. Tumsifu Yesu. Amina. Na hii ndio jambo ambalo limekosekana hata kwa wakina mama zetu. Maana utakuta mtu amekuja mgeni, hajajua, ama mtu pengine ni mgeni, amekaa wiki 3 wiki 4, amezoeana na ndugu nani? Na ndugu Mosesi. Tumsifu Yesu. Kumbe huyu ndugu Mosesi ni mtu ambaye kinywa chake mara nyingi kimejaa maandiko. Mara kidogo hivi amekuona umekosea, anakuchapa na andiko. Unanikasirikia. Ni kwa sababu gani unanikasirikia? Ni kwa sababu bado hujakaa na mimi vizuri, ukanijua. Amina.
Tumsifu Yesu. Na katika hali ya kutengeza urafiki, basi tengeza urafiki na kila mmoja akae ni rafiki yako. Ni kwa nini tunasema kila mmoja awe ni rafiki yako? Tutasoma kitabu cha Samueli wa kwanza 20:17. 20:17. Mstari wa 17. Inasema, naye Yonathani akamwapisha Daudi mara ya pili kwa ajili ya upendo aliokuwa nao kwake, kwa maana alimpenda kama alivyoipenda roho yake mwenyewe. 18. Tumsifu Yesu. Amen. Tunaona Daudi, ukisoma historia yote, inaonekana Daudi alikuwa anatafutwa na Sauli katika historia. Daudi alipokuwa anatafutwa na Sauli, Yonathani alipoambiwa na Daudi maneno yale, hakuamini. Kwa sababu gani? Hakutarajia kama babake mzazi anaweza fanya nini? Muua Daudi. Lakini kwa sababu ya urafiki mzuri kati ya Daudi na Yonathani, Yonathani akamsaidia Daudi asiuawe. Tumsifu Yesu. Amen. Huu ulikuwa ni urafiki uliothibitika katika Biblia. Kwa sababu gani? Kwa sababu Daudi, Yonathani alikuwa kitu anachowania ni ufalme wa Israeli. Yeye ndio alikuwa ni kijana katika uzao wa Sauli. Lakini alipoenda kujua kwamba Daudi anatafutwa, hakufikiria mara ya pili kuhusu ule ufalme, bali kitu alichoangalia ni urafiki yake baina yake na Daudi. Sasa ndio hapa anaja kuambia kwamba urafiki na upendo unaweza kutufanya sisi tukawa tabii. Tumsifu Yesu. Na huu urafiki pia uko na vitu vingine ambavyo pia sisi wenyewe ni mpaka tuangalie. Kitu cha kwanza katika urafiki ni kwamba ndugu mchunga ameniambia jambo kuhusu ndugu Jackson. Tumsifu Yesu. Mimi ninapotoa ile jambo, pengine ile jambo ni zito, ninapolitoa na kumpelekea ndugu Jackson, itakuwa hao wawili na wakutanisha. Tumsifu Yesu. Maana mimi nitakuwa nakwambia huyu ni mbaya, yule ukifanya nini usikae naye. Lakini ninapompelekea ile jambo huyu kuhusu huyu, wote hao wawili watakosana. Na kama hao wawili wakikosana, pale tutakuwa upendo umefanya nini? Umetoweka. Sasa ni mpaka utafute njia nzuri katika ile kudhibiti urafiki wao, ni mpaka utafute njia nzuri ya kumweleza Jackson kuhusu ndugu nani? Mchunga. Tumsifu Yesu. Amen. Tutasoma kitabu kingine Sira. Wacha nitasoma. 6:1-3. Maneno ya upole humwongezea mtu marafiki. Tumsifu Yesu. Amen. Kuongea kwa adabu husababisha kisasi. Kitu cha kwanza ni mazungumzo. Maneno ya upole. Mtu wakati unapoongea na mtu, unafaa kuangalia jinsi ya kufanya nini? Ya kuongea naye. Na pia mtu unayeongea naye, ni mpaka uangalie mtu kiwango chake ni kiwango kina gani. Tumsifu Yesu. Maana pengine utaongea na mtu mzee, lakini jinsi unavyoongea naye ni kana kwamba unaongea na mtoto. Tumsifu Yesu. Ama utaweza kuongea na kijana, lakini jinsi yale maneno unayomuongelesha ni maneno mazito ambayo yule kijana hawezi kustahimili. Kwa hivyo kuna maongezi bora. Tumsifu Yesu. Upole ni mpaka sisi wazee kwa wazee tupate kuangaliana katika maneno haya. Tumsifu Yesu. Maana kiongozi atakapomkemea ndugu mchunga ama ndugu Mosesi, amkemee tu hivi viki olelela, yule mtu lazima atafanya nini? Atahukumika, atafanya nini? Atasikia uchungu ndani ya moyo wake. Tumsifu Yesu. Kwa hivyo katika jambo hili pia la kukemeana na kuongea katika hali ya upole, ni mpaka tuangaliane sisi kwa sisi, na sio sisi tu, hata hawa wamama. Maana tunapoangalia wamama, mara nyingi ni rahisi kumkwaza mama katika njia moja ama njia nyingi. Unaweza kuongea jambo, pengine lile jambo ukaliona ni rahisi. Tumsifu Yesu. Amina. Mimi nakumbuka kulikuwa na mama mmoja pale kazini alikuwa akileta
hizi mafuta, akija akiuza. Ilikuwa ndo mara yangu ya kwanza nimeokoka. Sasa yule mama alipokuwa tena anakuja, alikuwa havai vizuri, alikuwa anavaa nguo ndogo ndogo na nini. Sasa mimi siku moja nikamwambia yule mama, hizo nguo zako unazozivaa si nzuri, angalau kiingia hapa ndani uingie na nini na leso. Tumsifu Yesu. Amina. Lile neno lile lilikuwa ni kweli kabisa nilomwambia. Tumsifu Yesu. Amina. Lakini lile neno lilimkwaza yule mama mpaka leo hata wewe nitamafuta. Amina. Tumsifu Yesu. Amina. Sijui kama umepata kitu. Mfano uchukulie mahali pale anafanya kazi ni kanisa kama hapa. Mtu ameingia hapa ndani. Pengine umezoea kila siku unamwona mtu yule anakuja katika ile hali. Alafu umwambie neno lile zito, apate kutoroka ama akwazike. Unajua anaweza kuondoka. Utakuwa umemwambia ni ukweli kabisa. Tumsifu Yesu. Amina. Lakini utakuwa umefanya nini? Umemkwaza kabisa. Na kukwaza kule unaweza kumfanya licha kwa vile alikuwa kivaa zile nguo fupi, anaweza akaingia zaidi katika dhambi, maana tutakuwa ni kama umemfukuza katika ile kusanyiko. Nawaambia tusirekebishane. Lakini kurekebishana kwetu tuongee katika hali ya upole. Tumsifu Yesu. Amina. Unajua kuna neno unaweza kumtamkia mtu kwa upole. Tumsifu Yesu. Amina. Mtoto amekukosea, unamwambia kwa upole, baba, hilo ndio nilifanya ni kosa, na katika njia iliyo sawa. Yule mtoto kama ni mtoto kweli anaifikiria, atafikiria mbona huyu mzazi hakunichapa kwa fimbo hapa. Tumsifu Yesu. Amina. Kwa hivyo kuna vitu vingine ni mpaka sisi wazee tukikaa katika level ya juu, hata hawa wake zetu, dada zetu, mama zetu wataweza kufuata mkondo wetu. Tumsifu Yesu. Amina. Nikisema hivyo na maanisha mkondo wetu kivipi? Ni kama sisi mzee amekosea, ukija ukimkosoa mbele ya mke ama mbele ile baadaye jioni umekaa na mke wako, unasema yule Moses hata hafai kabisa. Yule mama kuna kitu gani unachokipanda ndani yake? Unapanda roho ya madharau ndani yako. Kiasi ya kwamba hata siku ile baada kumwambia jambo zuri yule mama, ataona nini? Atakuja kufanya nini? Kunijibu madharau, kwa kuwa tayari wewe mzee ulitangulia kufanya nini? Kunidharau. Basi ni mpaka tukipime mwanzo ndio tujitoe, tumpe mke wetu ama tuwape watoto wetu. Maneno mengi tunaweza kuongea. Mwanzo mtu anayeongea kwa wingi bila full stop, bila koma ama bila kufikiria, mtu yule ni mrahisi sana wa kugonganisha nyumba ama majirani. Unaweza ukasikia pengine mke wako amekosana na jirani, wewe badala utulie pengine mpaka kesho ndio uweze kulifuatilia lile jambo, wewe unatoka na hasira unaenda kwa nyumba ya wenyewe, unaenda unatoka toka, mbona unamkorofisha mke wako? Tumsifu Yesu. Amina. Yale maneno yale, hata kama kuna wale majirani wengine hapa watakuangalia, watakuona huyu mzee hana akili ama hana hekima. Kwa sababu gani nasema hivyo? Hana hekima. Maana kitu ya kwanza ungelichukua mpaka kesho, yule mtu hasira alionayo ya kukorofisha mkeo ingelitulia, ndio ungepata njia nzuri ya kuongea na yeye. Tumsifu Yesu. Amina. Lakini ukisema ni pale kwa pale, inaweza ikamsha vita baina yenu wenyewe. Na tena kuna vita vingine ni vibaya. Unaweza ukaenda ukamsha, pengine wewe umeenda kwa upole. Unajua unaweza kumpata mtu kwa upole, kumbe yule mtu hasira yake ni mbaya, ikiwa iko juu haishuki. Umempata pale, imetokeaje? Tayari anasema kwa kuwa nimempiga mke wako, hata natangulia na wewe, mnapigwa nyote. Box kwanza wewe. Tumsifu Yesu. Amina. Sita inasema uwe na marafiki wengi wa kukusalimu, lakini kukushauri awe mmoja tu kati ya elfu. Tumsifu Yesu. Hapa tuko wengi sana, na ndio maana mimi nimewaambia katika huu rafiki ni mpaka uangalie ni mtu gani unayefanya naye urafiki. Mimi sikatai, sisi ni ndugu katika Kristo, lakini hata katika ndugu, mama atazaa watoto 10, fululizo watoto 10,
Lakini katika wale watoto 10 watakaowazaa, wale watoto watapendana wote. Lakini chunguza tabia za wale watoto. Kuna wawili watakuwa marafiki, wawili. Ni kwa nini wakae wawili marafiki na wote ni ndugu, wasikae tu rafiki kwa pamoja? Ni kwa sababu yule mimi nikimfuata ndugurua naweza nikashauriana naye, tukashauriana jambo mpaka lile jambo likafika tamati. Na kuna yule ambaye ukimwangalia hivi unasema huyu basi hata huyu ni microphone yenyewe, bila mtu anayeongea hivyo. Yaani yeye hata ukamwambia tu kitu kidogo, uteleze tu, mwambie tu unajua leo basi nimeamka vibaya sana. Dada shaongezea. Mwana kichwa, mguu wa kuhuma. Sivyo, yaani anamalizia ile story. Na umekuwa story ndo? Lakini hata katika yule ambaye unamwona anaongea sana, ako na mwenzake naye pia wanapendana. Amina. Sijamwambia usipendane na huyo. Mpende sana. Kwa kuwa anaweza kaja kukusaidia kama jinsi unataka alivyomsaidia Daudi. Tumsikie. Lakini kile utakachomtolea katika kinywa chako, angalia ni kitu gani. Maana kuna wengine wanasema mimi rafiki yangu ni Yesu, aende kushauriwa. Tumsikie Yesu. Lakini je, tuangalie huu ushauri. Ni ushauri wa aina gani ambao unahitaji kutoka kwa mwenzako? Tumsikie Yesu. Ni ushauri wa aina gani unaohitaji kutoka kwa mwenzako? Hapa kila mmoja ako na siri alizoziweka katika moyo wake. Siri ambazo wengine hata hawajaelezea hata wake zao, lakini wameelezea marafiki zao. Na hao marafiki kwa sababu wako na mioyo mikubwa, wameiweka ndani, wamefanya ni kama siri yao. Na huo ndio urafiki ulio bora. Lakini kama ukipata rafiki ambaye unaeleza jambo leo, kesho limeenea kanisa zima, ukipita mahali unachekwa kana kwamba umekikunyia, kumbe ni ile siri ulioitoa. Chunguza rafiki. Na rafiki mzuri, unapotafuta rafiki ni mpaka umpime rafiki. Tumsikie. Amina. Sawa. Ukitaka kupata rafiki, mpime kwanza, usiharakishe kumwamini. Yaani yule rafiki ukitaka kumtafuta mwanzo, hata hapa ukija hapa, kaa hata miaka 5. Utakuta rafiki mmoja wa kupa kumjana, rafiki ambaye ukimwambia, ndugu Jackson, mimi nimeota usiku Yesu ameniacha. Yule mtu atakwambia, hii hata usiharakishe, wacha tuingie katika maombi. Tufanye nini? Kulombea hilo cha. Amina. Yule ni rafiki mzuri. Lakini yule ambaye utakayemwambia jambo, tayari kesho yake asubuhi nasikia ameanguka yule. Hata jana anaeleza mtoto. Ameanguka, hata jana anaeleza njozi, ameachwa tayari. Tumsikie. Amina. Na unapompima mtu katika jambo, usimpime na jambo zito. Mpime na jambo dogo. Mpime na jambo dogo. Uone je, hili jambo dogo anaweza kalihifadhi. Tumsifu Yesu. Amina. Maana mambo mengine sisi miongoni mwetu tunajitafutia wenyewe. Ndio baadaye unasikia mzee siku hizi haji mara kwa mara kwa sababu amekwazwa. Ama mama siku hizi haji mara kwa mara ni kwa kuwa kwa nini amekwazwa? Ni kwa sababu aliweka upendo wa hali ya juu. Yeye pengine alipokuwa huko nje alikuwa anasikia hapa ndani ni wateule kweli, maana kiingia yufu vichwa wote wamenyoa, akiangalia wazee, yes, anasema hapa kweli utakatifu uko ndani. Lakini kile kitu alichosahau kujua ni ya kwamba akifika hapa ndani ni mpaka akae asome jinsi watu wanavyokaa, jinsi watu wanavyoenenda. Maana katika kule kuingia kwake anaona kila mmoja, Moses amesimama hapa, Moses anahubiri, huyu ni mtumishi. Anakuja Moses, unajua mimi bwana, bibi yangu mimi mke wangu bwana, huwa ananitesa sana. Anaanza kunielezea mimi mambo yake ya siri. Sasa mimi nami kumbe pia mimi ni mtu ambaye ni ovyo. Siku moja ananikwaza, haja kumpokea hapa ndani. Tumsikie Yesu. Maana kuna marafiki, ni marafiki kweli. Lakini yule rafiki siku ile utamkwaza, zile siri zako zote ulizompa atazitenda. Tumsikie Yesu. Amina. Kwa hivyo katika hii haja ya kuchagua marafiki, sisi kama wazee ni mpaka tukae makini. Sijawaambia kwamba tusikae marafiki.
Tukaeni marafiki wa kusalimiana, marafiki wa kupendana, marafiki wa kusaidiana. Lakini rafiki wa kukushauri, tafuta mmoja. Tumsifu Yesu. Amina. Tumsifu Yesu. Amina. Ninapokaa na kusema jambo hili, maana nikakaa kila watu wakisikizwa ni watu wanakwazana katika njia moja kama nyingine. Tumsifu Yesu. Na katika hali hii mimi sina mazoea na Rua, sina mazoea na chanzo, sina mazoea na mtumishi, sina mazoea na mchungaji. Tumsifu Yesu. Je, kwangu itakuwa rahisi kuja kumwambia Rua jambo la kumkwaza? Haitakuwa rahisi. Lile jambo la kukwaza siwezi mwambia. Ni kwa nini siwezi mwambia? Ni kwa sababu nimeacha mazoea yangu na yeye yakae mbali. Kesho kila akiniona nimevaa hivyo ataniambia, "Wewe kila siku uvae hivyo." Mimi nitakwazika ndani ya moyo wangu. Lakini kwa nini navaa hivyo? Hajajua ni kwa nini. Lakini kwa kuwa ile marafiki umekuja, leo niongea jambo limenikwaza mimi ndani ya moyo. Msifu Yesu. Na jambo hili linaponikwaza kama yeye amenikwaza, maana mazoea yalikuwa karibu, yeye ni mtu wa Matani, mimi si mtu wa Matani. Lile jambo linanikwaza kiasi kwamba naona afadhali nicheke mbali na yeye. Ninapocheka mbali na yeye anaona, mbona huyu rafiki yangu siku hizi anakuja kucheka mbali na mimi? Yeye ananisogelea karibu kwa sababu gani? Kwa sababu ya Yesu apate kujenga ule urafiki. Lakini kila anapong'ang'ana kujenga ule rafiki, anang'ang'ana kidogo kwa sababu amezoea Matani, mimi si mtu wa Matani. Ananikwaza tena na ile Matani, mimi inabidi nitoroke. Mimi nafikiri nimemtoroka ndugu Rua, lakini ndio nimemtoroka Yesu. Msifu Yesu. Amina. Maana kuna mambo mengine hapa miongoni mwetu ni mpaka tuishi nayo, tuyakubali jinsi alivyo. Msifu Yesu. Amina. Maana tunapo kila mmoja anapotoka kwake na kuja hapa, sote kweli tumekuja na nia moja kwenda mbinguni. Lakini kuna wengine ni mpaka watumiwe ndio kusudi wewe upate kusimama. Ni mpaka mimi nikukwaze kila siku ndio napoingia katika Mungu na toa machozi kabisa, namwambia Yesu, namwombea Moses apate kubadilika. Tumsifu Yesu. Amina. Watu sasa hivi mtu anaweza kai akawa yeye ni kuingia na kuondoka, lakini si eti yule mtu huaga hawapendi, anawapenda sana. Tumsifu Yesu. Lakini kile kitu anachojaribu kukijenga ni uhusiano bora. Tumsifu Yesu. Mimi nitawapa story moja. Hii story ni ya huko kwetu, ya mzee mmoja aliyekaa na mwanawe katika nyumba moja. Yule mtoto akaja akaoa, lakini baada ya yule mtoto kuoa, yule mzee alikaa na yule mtoto wake pale. Ikafika wakati akamwambia yule mwanawe, wewe toka hapa, nenda pale kwako, na akampa sufuria na akampa na kila kitu chake cha kupika na mkeo, kwa sababu yule kijana alikuwa amefika umri, ameoa, hata hapo na watoto. Tumsifu Yesu. Amina. Lakini wengi jambo lile waliona baya machoni kwa yule mzee. Lakini mimi kama wazee, lile jambo lile lilikuwa baya. Maana kuna vitu ambavyo sisi kama wazee pia ni lazima tujiangalie kwa watoto wetu. Tumsifu Yesu. Amina. Maana utakuta watu, kuna nyumba unaweza kuingia katika nyumba watu wamekaa ni as a family. Ni family ama inaitwa fulani. Yaani kuanzia babu, hivyo babu, ndugu wote wanakaa nyumba moja. Mkoo fulani, ndio? Sasa unakuta wanapokaa katika nyumba ile, siku ile kutamka vurumai katika pale mahali, basi katika ile familia kutakuwa hakukalifu. Ni kwa nini kutakuwa hakukalifu? Ni kwa sababu ya ule upendo. Unajua upendo ni kitu ambacho mtu unapokaa nacho ndani ya moyo, siku ile utakapokwaza ni rahisi kuzaa na kujenga chuki. Sasa mtakapokaa katika familia vile, uje ukwazwe ama yule wale wake waje wapigane, nyinyi ndugu ni rahisi kukosana. Ama yule mama mkwe awe pengine kila siku ndo anaingia jikoni mara kwa mara, wale wakazawana hawaingii jikoni. Jambo lile pia linaleta tafaruki ndani ya ndoa zetu. Amina. Sasa katika hali ile mimi na washauri nyinyi kama wazee,
sijawaambia kufanya hivyo, lakini nawashauri. Mimi yangu ni kuwashauri. Mimi waga nasema nini? Kama ni ngumu kumeza, fanya nini? Tema. Lakini kama ni rahisi, fanya nini? Meza. Sasa ile vyema ni wewe mwenyewe ukae ukiangalia mali mimi ninapokaa. Unajua katika uteule wetu hatupendi kukwazana. Sasa wewe angalia ile familia saloni unayokaa. Kabla hamjaanza kuitana, babangu ni mchawi, mamangu. Tafuta nyumba, jenga kando. Tumsifu Yesu. Amen. Anzisha familia yako kando, kando kama mteule. Ukikaa sehemu ile, basi mtu akitoka kwake akija kule, hawezi kuja kukukwaza. Akija pale kutoka kule na upendo wote kuja kukusalimia kwa sababu ya undugu. Tumsifu Yesu. Maana tutakapokaa katika sehemu moja kwa muda mrefu, tunazaa kitu kinachoitwa upendo wenye mazoea. Ndio sasa unakuja kukuta mimi huyu mke wangu na mke huyu wamepigana, mimi na wewe, kwa sababu ule upendo wenye mazoea ni rahisi kati yetu kupiga. Lakini tunapokaa kando, mimi nikae kando, utasikia yule mwanamke anatoka hapa anaenda kumsalimia wifi yake. Tumsikie. Watu wanasema mawifi ni wabaya. Mawifi ni wabaya, wako ni wabaya. Lakini ukiwaweka mbalimbali, yule mama akitoka kule, akija kumsalimia mkaza mwanawe, anasikia raha. Kwa nini? Hapo na siku nyingi hajamuona. Yule wifi akitoka kule kuja kusalimia huku, hata siku moja, anasikia raha. Sasa ni ngumu yule wifi kumjua huyu mwanamke tabia zake. Hata kama ni mchoyo, siku ile atakapokuja ataandaliwa vyote. Tumsifu Yesu. Amina. Tumsifu Yesu. Amina. Mambo mengine ni mpaka sisi wenyewe tujifundishe kama wazee. Mimi sijakwambia kama mmejenga kama familia ukapate kutoka, lakini kaa mwenyewe chini ufikirie, je, ni sawa mimi kukaa katika hali hii na hawa ndugu zangu? Ni vyema ndugu kukaa kwa pamoja, lakini je, jiulize ni vipi unavyokaa? Maana mimi nimesikia malumbano mengi. Hata kile ukisikia mtu amemwita babake mchawi, chunguza sana, wanakaa pamoja katika sehemu moja. Tumsifu Yesu. Amina. Ni vyema tukapata kujifundisha kila jambo katika step by step, ili kusudi sisi wenyewe tupate kujielewa, kusudi baadaye tusije tukakwazana sisi kwa sisi, ama sisi kwa watu majirani zetu. Hata kule majirani pia usifanye mazoea makubwa na majirani zako. Wawe rafiki zako kusalimiana, lakini mazoea ya matani na kukaa kibarazani, tumsifu Yesu, tuachane nayo. Yatakundulia baadaye unakuja kusikia jirani na kukwambia huyu mtumishi gani huyu? Ni kwa nini kiasi kwamba anakudharau kwa utumishi wako? Ni kwa sababu ya ile mazoea. Umezoea kukaa naye pale kibarazani katika hali ya kibaraza, mwisho anaingia anakuingiza katika hali ya masengenyo. Unaingia sasa kuja kuona huyu mtu hata kama ni mwokovu, ni ule uokovu wa kupaka. Maana watu wengi ukiwaambia mimi ni mwokovu, anajua kila pasta. Tumsifu Yesu. Amina. Kila pasta anajua pasta tumewazoea tabia zao. Mapasta tumewazoea kwa huyu ameokoka, uokovu tumewazoea tabia zao. Sasa ni wewe mpaka ujitenge tofauti na wale wokovu wengine. Mtu akikusimamisha akianza story 2-3, angalia kile cha kumpa kilicho chema katika maandiko. Tumsifu Yesu. Amina. Simubarikiwe.